Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua kwamba umebakisha miezi michache kustaafu. Na mimi sina tena dhamira ya kugombana na mahakimu majaji wale. Na dhamira ya kukuacha ukapumzike. Kwa hiyo waheshimiwa majaji, jipangeni tu. Jaji anakwenda kupumzika. Lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme umefanya mageuzi makubwa ya mahakama yetu. Pamoja na msukumo wa serikali, lakini mageuzi ya fikra, kusimamia na kuleta mageuzi tunayoyaona leo ni mabadiliko makubwa sana ndani ya mhimili huu. Sasa Katibu Mkuu Kiongozi, nimekuona huko hapa. Umenipangia kutoa nishani kwenye sherehe za Muungano. Naomba niongezee nishani moja ya Jaji Mkuu wa Tanzania. Baada ya hayo, niruhusuni kugusia maneno machache ambayo naomba muyatupie jicho kwa maboresho zaidi. La kwanza, mahakama za mwanzo. Msifungwe sana na masharti ya kiufundi kule mahakama za mwanzo. Lakini kama ibara yetu ya 107A na ibara ndogo ya pili ya katiba inavyosema, kwa katika kutoa maamuzi yake, miongoni mwa kanuni ambazo mahakama zitazingatia ni kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Naomba hiyo ibara iangaliwe hasa kwenye mahakama za mwanzo. Ninatambua kwamba tumeongeza mahakimu na watendaji wengine ambao ni wataalamu. Hata hivyo, ikiwa mahakama za mwanzo zitajifunga sana na masharti ya kiufundi, zitashindwa kufikia lengo la kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi, hivyo kupelekea wananchi kukimbilia ofisi za mkuu wa mkoa au ofisi za wilaya au ofisi za Chama cha Mapinduzi. Kumbe wangeenda mahakamani kwa urahisi wakapata haki zao. Ni lazima tuwajengee imani wananchi kwa mahakama ndio kimbilio lao la kwanza, la mwisho na la kipekee katika kudai haki. La pili ni uadilifu kwa majaji na watendaji wa mahakama, jambo muhimu la msingi katika kujenga imani kwa Watanzania kwa mahakama zao, lakini pia kulinda heshima ya mahakama zetu. Tuendelee kuhakikisha miradi ya ujenzi na kuwa na value for money na uwezo kwenye matumizi ya fedha za wananchi. Lakini la tatu, dhana ya mahakama kuwa people centered ionekane kwa vitendo. Na hapa napongeza kile kituo cha call center. Ni kweli mahakama inaonesha kwamba ni people centered. Sasa mbali na kituo kile, basi hata utoaji wa haki uwe people centered. Lakini la nne,